Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na fundisho letu la siku ya leo tunalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16, na huu ni msururu wa masomo ambayo tunaendelea naye kutoka katika kitabu cha Mwanzo hadi katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo wakati huu tuko katika kitabu cha Mwanzo, na leo hii tutakuwa tunachambua sura ya 16. Na kichwa cha fundisho la leo kinasema Hagari na Ishmaeli, kutangulia mbele ya Mungu huleta maumivu. Na maandiko makuu kutoka katika fundisho hili yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa pili, na vile vile waraka wa Galatia sura ya 4 mstari wa 22 hadi 23. Na tunapoangalia kitabu cha Mwanzo hiki kifungu cha pili katika sura hii ya 16, Biblia inasema kwamba Sarai akamwambia Abramu, tazama, Bwana amenifunga nizisae, na kusihi ingia kwa kijakazi wangu, labda nitajengewa watoto kwake. Na katika waraka wa Galatia sura ya 4 mstari wa 22 hadi 23, Biblia inasema kwamba Abrahamu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa mke huru. Tuna malengo matano katika somo hili letu, na tunaona ya kwamba baada ya somo hili tutaweza kuelewa kisa cha Hagari na Ishmaeli. Tutaweza kujifunza hatari ya kujaribu kusaidia Mungu kwa njia za kibinadamu. Tutaweza kutambua matokeo ya kutokugojea wakati wa Mungu. Tutaweza pia kuelewa tofauti kati ya mpango wa Mungu na mpango wa mwanadamu, na tutaweza kuona umuhimu wa imani na subira. Tunapotanguliza somo hili letu la siku ya leo, tunaona kwamba katika sura ya 15 Mungu tulimuona akimwahidi Abrahamu mwana. Tuliona Abrahamu akihesabiwa haki kwa imani. Tukaona agano la Mungu kuthibitishwa. Na sasa katika sura ya 16 tunaona tutakuwa tunaangalia Sarai akichoka kusubiri ahadi ya Mungu, na vile vile akiamua kumpa Abrahamu Hagari, na matokeo yake ikawa ni migogoro ya kifamilia. Na tunapoangalia kifungu cha kwanza na pili, tunaona uchoko wa Sarai. Kwa hivyo Sarai alikuwa hajapata mtoto na amezeeka, na anaona ahadi ya Mungu ilikuwa inachelewa. Kwa hivyo kosa la Sarai ilikuwa ni kwamba Sarai katika Biblia anasema igiza kwa kijakazi wangu. Huyo ni Sarai ambaye anamwambia mumewe Abrahamu. Na hii ilikuwa desturi ya kitamaduni wakati huo, lakini haikuwa mpango wa Mungu. Na somo muhimu hapa ni kwamba nyingi watu huchoka kusubiri Mungu na wanatafuta njia za haraka. Wengine wanachukua maamuzi ya kibinadamu. Kati ya kifungu cha 3 na kifungu cha 6, au kati ya kifungu cha 3 na 4, tunaona Hagari akipata mimba, na Abrahamu anakubali ushauri wa Sarai. Hagari anapata mimba. Alafu pia tunaona tatizo linaanza. Kwa hivyo hapo tunaona mara mimba ilipotokea, kiburi kikaanza, migogoro ikaingia nyumbani. Na kati ya kifungu cha 5 na 6 tunaona migogoro ya familia, manake tunamuona Sarai akimlaumu Abrahamu. Abrahamu anamwacha Sarai amshughulikie Hagari, na Hagari anateswa. Na somo la kiroho hapa ni kwamba matokeo ya maamuzi ya haraka husababisha maumivu, husababisha migogoro, na vile vile husababisha maumivu ya muda mrefu. Kati ya kifungu cha 7 na 9 tunaona malaika tunaona malaika akimkuta Hagari. Tunaona Hagari akikimbia, lakini malaika wa Bwana anamkuta jangwani. Vile vile tunaona ujumbe wa malaika hapa, anamwambia rudi kwa bibi yako, ujinyenyekeze. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu hakumsahau Hagari hata akiwa jangwani. Na kati ya kifungu cha 10 na 12 tunaona ahadi ya Ishmaeli. Mungu anamwambia Hagari atapata mwana wa kiume ambaye ataitwa Ishmaeli, na atakuwa na uzao mwingi, lakini atakuwa mtu wa migogoro. Na maana yake hapa ni kwamba Mungu anaona maumivu ya kila mtu, lakini matokeo ya maamuzi ya haraka bado yanafuata njia yake.
kati ya kifungu cha 13 na 14 tunamuona Hagari akimuita Mungu. Kwa hivyo tunaona Hagari akisema, wewe ni Mungu uonaye. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu anaona machozi ya watu walioumizwa. Vile vile anaona maumivu ya walioachwa na vile vile changamoto za waliopotea. Kati ya kifungu cha 15 na 16 tunaona kuzaliwa kwa Ishmaeli, na Ishmaeli anazaliwa wakati Abraham ana miaka 86. Na somo muhimu hapa ni kwamba hii haikuwa ahadi ya Mungu ya mwisho. Mungu bado alikuwa na mpango wa Isaka. Kwa hivyo tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 16, tunaona hadithi hii ikionyesha tofauti. Mpango wa mwanadamu yaani Ishmaeli na mpango wa Mungu yaani Isaka. Na katika waraka wa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba ninyi ndugu kama Isaka ninyi ni watoto wa ahadi. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba usimsaidie Mungu kwa njia za haraka. Yaani subira ni sehemu ya imani. Na vile vile tunaona ya kwamba maamuzi ya haraka huleta matatizo. Yaani kama vile Hagari na Sarai. Na tunaona pia Mungu anaona wote walioumizwa. Yaani hata Hagari huko jangwani. Na Mungu ana mpango wake. Yaani haubadilishwi na maamuzi ya mwanadamu. Na pia tunaona tofauti kati ya ahadi na haraka. Ahadi ya Mungu huja kwa wakati wake. Na maswali ya majadiliano hapa nina maswali 4. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Sarai alitoa wazo la Hagari? Kwa nini Sarai alitoa wazo la Hagari? Swali la pili, matokeo ya uamuzi huo yalikuwa nini? Matokeo ya uamuzi huo yalikuwa nini? Swali la tatu, Mungu alimsaidiaje Hagari? Mungu alimsaidiaje Hagari? Na swali la 4 ni, tunajifunza nini kuhusu subira katika Mungu? Tunajifunza nini subira katika Mungu? Na aya ya kukariri inatoka katika waraka wa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28 ambayo inasema, ninyi ndugu kama Isaka ninyi ni watoto wa ahadi. Na tunapoelekea kuhitimiza somo hili letu, tunaona ya kwamba Mwanzo sura ya 16 inatufundisha kwamba kujaribu kusaidia Mungu kwa njia zetu kunaweza kuleta maumivu na migogoro. Ingawa Hagari alionekana kama suluhisho la haraka, mpango wa Mungu ulikuwa unaendelea kupitia Isaka. Na hata hivyo, Mungu hakuacha Hagari. Alimuona jangwani, akamfariji na akamuonyesha kwamba yeye ni Mungu anayeona na anayejali. Na katika somo lijalo ambalo litakuwa ni sura 17, tutajifunza kuhusu agano la tohara, jina jipya la Abrahamu kuwa Abrahamu na ahadi ya Isaka inayothibitishwa na Mungu. Na kwa hivyo hayo ndio tuliyokuwa naye. Manake leo tumejifunza mengi kuhusu Hagari na Sarai. Manake tunamuona Sara akikosa kuvumilia, akiona kama ahadi za Bwana zikiwa zinakawia sana. Vile vile mumewe Abrahamu pia aliweza kushawishiwa na yeye, na kwa hivyo wakaweza kupata mtoto na kijakazi ambaye baadaye walikuja kumdhulumu, lakini tunamuona Mungu akimkumbuka na wakaweza kumpata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Ishmaeli. Na Mungu hakuiacha ahadi yake, manake baadaye aliweza kumpatia Sarai mtoto ambaye alikuwa anaitwa Isaka, ambaye ndiye aliyekuwa ahadi ya Mungu. Ishmaeli alikuja kwa ahadi ya Sarai pamoja na mumewe Abrahamu, lakini Isaka alikuja kutokana na ahadi ya Mungu. Kwa hayo nakutakia kila la heri. Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.